Shairi letu lingine hili ni Bwana Masudi Abbas Shaha almaarufu Babu Ndevu. Babu Ndevu. Huyu anapatikana Nyerere pale, Nyerere Zanzibar pale. Naam. Yeye anasemaje? Lake anasema kanzu bila ya kofia. Kanzu bila ya kofia. Inakuwaje kanzu bila ya kofia? Imekuwaje kanzu bila ya kofia? Shughuli hiyo. Shughuli tuangalie hapa. Anatuambia nini? Naam. Kanzu unapojipura ukajivisha mwilini, wafadhali bora kofia iwe kichwani, ndipo utatia fora ukiranda mitani. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Ndio. Utakuwa wadorora kabini watakuzani, wengine takuita fara watakushusha thamani. Usije panda safura ukawangia mwilini. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Mashallah. Naam. Usione wakukera ukawaita wahuni, ukapandisha hasira na kuanza kuwalani. Hiyo huwasi busara, watakufuta hubani. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Hebu badilisha sera kisha ujitathmini. Kanzu kubwa wa burura, kofia huna rasini. Kwa mwendo wa tora wenda kwa kujiamini. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Naam. Taonekana kachara, utatupwa jalalani. Unadanda kama chura japo unajiamini. Kanzu na kofia bora kuikosa mtihani. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Umo kwenye msafara nyote mwenda harusini, wenzako wote wang'ara, kanzu na kofia ndani. Wewe mpeke wawakera kuwatia fezehani. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Mashallah. Naam. Ni sawa kuvadira, kanzu kofia kuhini. Tafananizwa Ashura udada zaituni. Usije panda hasira waja wakikutahini. Haipendezi mwilini kanzu bila ya kofia. Hebu turudi kidogo hapo. Haipendezi? Haipendezi mwilini kanzu bila ya kofia. Mashallah. Kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Na ndio maana kwamba sisi hapa alhamdulillah tumevaa kanzu lakini pia tumevaa na kofia. Lakini inaonekana kwamba mshairi ama mtunzi kuna kitu amekikusudia. Pengine utakuwa unafahamu kwa ufupi. Kwa lugha ya ushairi ni kweli. Lakini kwa kweli mashairi kama haya yanataka fikra za ndani kweli kweli. Ili uweze kubaini nini alichokusudia. Kwa sababu sisi tunaweza tuka nini kwa nini ya kawaida chukulia ni mtazamo wa kawaida maana, lakini kumbe amekusudia haipendezi kanzu, mtu amevaa kanzu alafu hana kofia. Hata kule kwenye swala tunaambiwa ni jambo ambalo kidogo linaleta nini mushkeli. Uswali uwe na kanzu na kofia ndio vizuri zaidi, inapendeza zaidi. Shanifahamu. Lakini sasa huyu anasema kwamba
huyu mtu kavaa kanzu lakini kofia hana. Kwa hiyo jambo lisilopendeza akasema humu mnakwenda zenu harusini watu wote wamevaa kofia. Lakini sasa wewe umevaa kanzu tupu, kofia huna. Kwa hiyo kama unafedhehesha wenzako. Sasa inawezekana pengine huyu amekusudia pia kwa nini nyingine nilifikiria mimi ni mtu ambaye pengine ameoa lakini ana mke mmoja. Usanifahamu? Ameoa, mtazamo wako sasa. Mtazamo wangu mimi. Ameoa lakini ana mke mmoja. Kwa hiyo wenzako wote ufuatana nao wanawake wawili. Wewe mbona una mke mmoja? Na wanawake wapo kibao. Unaona? Kwa hiyo haipendezi kanzu bila kofia. Lakini kuna maneno humu ameyatumia, nimpongeze sana huyu bwana Masudi Abasishaha. Ametumia maneno ya kishairi mengi tu. Ngoja nijaribu kuyaangalia huko. Amesema kuna neno hapa, usione wakukera ukawaita wahuni, ukapandisha hasira na kuanza kuwalani. Hiyo huwa si busara, watakufuta hubani. Ametumia neno hubani maana yake ni jambo la moyoni. Maana yake mtu ambaye unampenda umemweka kwenye moyo. Tunasema nimemweka hubani, nimemweka kwenye moyo. Kwa hiyo ukiwafanyia hili jambo watu watakukera kwa sababu una kanzu lakini una kofia. Kwa hiyo watakutoa kwenye huba. Lakini kuna neno jingine akatumia hapa, akasema kuna neno, hebu badilisha sera kisha ujitathmini. Kanzu kubwa wa burura, kofia huna rasini. Rasini hili ni neno la Kiarabu. Ametumia ni kichwa. Manake amejaribu kufinyanga hapa kuleta kwenye Uswahili. Kwa hiyo wewe unaweza kujiuliza kofia huna rasini. Kofia huna rasini kivi? Yani kofia huna kichwani. Na ndio maana pale mwanzo niliwaambia watazamaji kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo unatoa katika lugha fulani unaenda katika lugha ya Kiswahili na katika ushairi, maana inakuwa shida kidogo baadhi ya watu. Kwa hiyo rasini maana yake hapa amekusudia ni kichwa, lakini akatumia neno kwa mwendo wa tora mwanake ni mwendo wa kujidai. Mtu anakwenda huko anajidai lakini kofia hana kichwani. Inshallah. Asante sana Mahad kwa kutokania shairi hilo la Babu Ndevu ama Masudi Abasishaha, bila shaka kutoka maeneo ya pale Nyerere Zanzibar. Shairi hilo la kanzu bila ya kofia, anasema kanzu bila ya kofia haipendezi mwilini. Na tumai kwamba umenufaika ama umefahamu kwa mukhtasari kwa kile ambacho kimekusudiwa